Binadamu kwanza mtume alikuwa nao ndani ya nyumba yake sallallahu alaihi wasallam, ndani ya nyumba yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam imekuja katika hadithi, kwanza akiingia nyumbani kana basaman dhahaka, alikuwa ni mwenye kutabasamu na mwenye kucheka akiingia mtume sallallahu alaihi wasallam nyumbani. Tujiulize mimi na wewe, unapoingia nyumbani unakuwa hivyo ama unaingia amiri unatoka waziri? Wewe ni kutoa maoda tu. Kuna watu wakiingia nyumbani ndo kunapigwa audhu billahi, tadhani amekuja ibilisi, tadhani amekuja shetani. Badilie watu wafurahike, ndo wengine waingia chini ya mvungu. Ushafika nyumbani, ubinadamu uko wapi? Mtume sallallahu alaihi wasallam akiingia nyumbani basaman dhahaka. Imekuja katika Shamail, Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwasaidia ahli zake nyumbani. Mtume sallallahu alaihi wasallam akifagia, Mtume sallallahu alaihi wasallam akitengeza kiatu chake, Mtume sallallahu alaihi wasallam akishona nguo zake. Nani wafanya leo? Wakamwambia mtu fagia, akamwambia kazi za wanawake hizo. Kwani mtume hakuwa mwanamume? Wakamwambia mtu jishone nguo yako, akamwambia mimi nitashikaje sindano bana, mambo ya kike hayo. Washonaji wengi wanaotumia macherehani wanaume kuliko wanawake, na ndio wenye kushona nguo nzuri. Kwa hivyo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiyafanya hayo ndani ya nyumba yake.